Nianze kwa kukushukuru kwa uamuzi wako mzuri kabisa wa kuungana nasi katika Mizani ya Wiki. Hiki ni kipindi ambacho hukupa nafasi ya kupata uchambuzi wa kina katika moja kati ya mambo ambayo yamejiri katika wiki inayomalizika. Najua yako mengi ambayo yamejiri, lakini leo kubwa zaidi ambalo linaendelea kujadiliwa na kuleta mjadala mkubwa kabisa ni ripoti ya CAG. Huyu ni mkaguzi wa hesabu za serikali. Ripoti hii huweka wazi udhaifu na uimara wa kiutendaji na kutoa mapendekezo ya namna ya kuboresha. Ripoti ya mwaka wa fedha 2019-20 imekuwa ni gumzo tangu ilipokabidhiwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan bungeni na baadaye CAG mwenyewe Charles Kichere kuiweka hadharani mbele ya waandishi wa habari jijini Dodoma. Pengine kujadili ripoti kubwa kiasi hiki itakuwa si rahisi katika kipindi kifupi cha risali moja hivi tulionalo katika Mizani ya Wiki, lakini tutajaribu kuangalia baadhi ya maeneo ambayo yamegusa hisia za Watanzania na kuleta mijadala ya hapa na pale. Mfano, ripoti inaonyesha kwamba malipo ya zaidi ya shilingi bilioni 29 yamefanyika nje ya bajeti, yakifanywa na wizara na taasisi za serikali ikiwemo ofisi ya Waziri Mkuu, Wizara ya Ujenzi, Wizara ya Afya, TANROADS, TAWA, TARURA, TIA, huku pia CAG Kichere akitoa ufafanuzi kuhusu hasara ya shilingi ni hasara ya shirika la ndege LTCL, miongoni mwa mambo ambayo yamejitokeza. Halikadhalika CAG anasema kati ya hati 900 ambazo zilikaguliwa, hati 800 sawa na 87% zinaridhisha, huku hati 81 zikiwa na mashaka na hati 10 zikiwa ni mbaya. Je, ripoti hii inaweza kuwa chachu ya uwajibikaji Tanzania? Mimi ni Faraja Sendigia, karibu katika Mizani ya Wiki. Hapa studio tunaye Hamad Rashid, huyu ni mwanasiasa, amepata kuwa waziri wa afya kule Zanzibar na mwenyekiti wa IDC. Karibu sana. Asante. Tunakushukuru sana kutoka safari ya Zanzibar mpaka kuungana nasi hapa. Asante. Kule Dodoma, makao makuu ya nchi, tunaungana na Jafet Hasunga, huyu ni makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PAC. Karibu sana Mheshimiwa Hasunga. Nashukuru sana, asante sana. Na nianzie huko ambako ripoti hii imewasilishwa bungeni kwenu. Nipate hisia zako kwanza. Ripoti hii umeipokeaje ukilinganisha na ripoti ambazo zimepita labda? Asante sana. Kwanza niseme tu kwamba sisi tumeipokea ripoti hii vizuri sana, na tofauti na ripoti za nyuma, ripoti hii imekuwa ni kubwa sana, lakini pia uwanda wake umekuwa ni mpana sana. Imeainisha vitu vingi sana, kwa sababu katika ripoti hii ambacho tumekiona imeeleza namna usimamizi wa fedha za umma ambavyo umefanyika katika taasisi mbalimbali za umma na mashirika yake, wakala, idara zinazojitegemea na kadhalika, lakini pia katika serikali za mitaa. Lakini pia imeonyesha maeneo ambayo kuna mapungufu sana katika mfumo wa udhibiti wa ndani, lakini pia imeonyesha ubadhirifu wa mali na fedha za umma katika maeneo mbalimbali. Imeonyesha maeneo ambayo mashirika au taasisi zimetumia fedha bila kufuata taratibu, yani fedha hizo hazikuidhinishwa wala hazikuwepo katika bajeti zao za taasisi. Lakini pia imeonyesha mambo mengi ambayo kwa kweli nafikiri tutayajadili, ambayo sisi kwa mara ya kwanza tumefurahi sana kuona jinsi mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amekuwa wazi sana katika maeneo mengi, na hivyo kazi ameifanya nzuri na kutukabidhi sisi bunge. Sasa hasa imebaki ni kazi ya bunge kuhakikisha kwamba inalifanyia kazi ripoti hizi zote na hatua stahiki zinashukuliwa na serikali inashauriwa ipasavyo. Nimestuka kidogo uliposema kwa mara ya kwanza mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali amekuwa wazi. Haikuwa hivyo kabla? Ripoti za nyuma alikuwa yuko wazi, lakini kuna maeneo mengine yalikuwa hayako wazi kama ambavyo yameonyesha sasa hivi, kwa sababu sasa hivi utajikuta kwamba amejikita sana katika kutoa ripoti zinazoonyesha masuala ya manunuzi kwa undani yalivyofanyika, masuala ya bajeti za taasisi na utekelezaji wa malengo ulivyokuwa,
lakini zaidi ya hapo amejikita katika kutoa ripoti za ukaguzi wa ufanisi wa kuonyesha kama taasisi zinatekeleza majukumu yao kwa ufanisi, kwa weledi na kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa. Kwa hiyo utakuta kwamba sasa hivi ripoti imekuwa ni pana sana ukilinganisha na ripoti za nyuma, na ndio maana tunasema ripoti sasa amekuwa na uwazi mkubwa sana. Nikushukuru, nitarejea kwako nije hapa studio kwa Ahmad Rashid. Ahmad Rashid, swali langu ni hilo pia, umeipokeaje ripoti hii? Kwanza niseme tu kwamba nianze kwa kumshukuru sana rais. Nianze hilo kwa sababu mazingira wakati mwingine yanafanya kitu kionekane kama labda ni kigeni sana ukadhalika. Rais katika hotuba yake baada ya kuruhusu na kuacha vyombo vya habari vifanye kazi, wananchi wamejua ni nini CAG ameandika. Kwanza hilo tulikubali kabisa. Kwa mazingira wakati mwingine unaweza kufanya pengine fulani hakufanya kazi vizuri, lakini kwa sababu mazingira hayakumruhusu kuonekana kama kafanya kazi vizuri. Labda tuliqualify vizuri hilo. Sasa tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kuwawezesha wanahabari sasa kuwaharabisha wananchi kujua nini serikali kinafanya, nini CAG amesema, nini ameandika. Hili lazima tukubaliane nalo kabisa kwamba limetoa fursa kubwa sana kwa wananchi kuona ukubwa wa tatizo au udogo wa tatizo au uchambuzi wa tatizo lenyewe. Mimi nafikiri hilo lifanyike kwa sababu mimi nimekuwa mwenyekiti wa PSC muda mrefu sana bungeni. Bunge la 9 lile nimekuwa leader of opposition, at the same time mwenyekiti wa PSC, nimekuwa makamu mwenyekiti wa SADC Public Accounts Committee, nimekuwa makamu mwenyekiti wa East African Public Accounts Committee, nimekuwa external auditor wa bunge lile la dunia. Na experience ya kutosha katika haya na uzoefu mkubwa sana. CAGs wote kwa kweli wanatekeleza mambo yao kwa mujibu wa katiba, sheria na kanuni za fedha. Wote ndivyo guidelines ni hizo, katiba yenyewe, sheria yenyewe na vile vile sheria ya fedha. Hizo ndo guidelines zinazoongoza. Hakuna anayetoka katika paramita hizo. Na taratibu ni zile zile, akimaliza anamkabidhi rais na rais anakuja analikabidhi waziri wa fedha, waziri wa fedha anatable bungeni kukabidhi speaker, halafu inakuja kwenye kamati za bunge zenyewe. Kwa hivyo the procedure almost the same. Lakini nasema mazingira yanaweza kuonekana kabisa sasa vyombo vika vingi zaidi vya kutoa habari, vikatoa habari na habari kwa kubwa ikaonekana labda kuna jambo jipya limefanyika. Performance auditing kwa mfano ni kitu ambacho tumeanzisha miaka mingi sana. Kuenda kuona thamani ya mali halisi ni jambo ambalo maauditor wote wamekuwa wakilifanya. Mfanya uchunguzi wa Central Bank hapo, tukagundua madudu makubwa sana kwenye Central Bank. Nafikiri mnakumbuka nani wakati wa Otto yuko pale. Kwa hiyo nasema yako makubwa madudu makubwa yamedundikana wakati huo vile vile. Ile inaelekea ni kiasi gani zile information zinafanya kazi. Tumefanya performance auditing kwa mfano Williamson Diamond wakati huo. Wakati Msekwa ni chairman. Tumekwenda mpaka Uingereza kufanya performance auditing. Tukagundua madudu makubwa. Kwa hivyo nasema ni mambo ambayo lakini tukaitable ile report pale haikujadiliwa. Kwa mazingira wakati mwingine yanaweza kufanya jambo likaonekana ni la kawaida halipo, kumbe lipo. Kwa hiyo nasema tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, amefanya jambo kubwa sana la kuwapa habari wananchi wa Tanzania juu ya kodi yao wanaoichangisha, juu ya matumizi na mapato ya serikali. Hilo jambo la kwanza. Lakini la pili ambalo sasa hivi watu wengi wanazungumzia mambo ambayo yameshatokea. Hatuingilii kwenye mfumo. Mimi nafikiri kuna haja ya kuangalia na mfumo wenyewe. Serikali ndio inayotayarisha budget. Serikali ndio inatayarisha planning, mipango. Halafu inapeleka bungeni. Bunge linaidhinisha mapato na matumizi ya serikali. Bunge linaidhinisha mipango. Tatizo la msingi lililopo ni budget discipline, haipo. Nidhamu ya budget. Na hili nafikiri ndio auditor akakicheki atakuta tatizo kubwa la kwanza ni nidhamu ya budget. Ndio kukuta hayo matumizi yamefanyika nje ya budget na kadhalika. Kwa hiyo nafikiri mimi nataka tuzungumze sana kwenye msingi. Hebu tujikiteni kwenye msingi kwa sababu tatizo litaendelea kuwepo kama hatuendi kwenye msingi wenyewe. Haya, tukibaki kwenye msingi labda tuende Dodoma kwa Hasunga. Hasunga, kama natupata na tuko bado pamoja, hoja hapa anayoleta Ahmad Rashid ni nidhamu ya budget yenyewe. Ni kitu gani kwa uzoefu wako sasa kama makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali, kitu gani kinatokea ala bajeti kunafanyika matumizi makubwa kiasi hiki nje ya bajeti? Asante sana. Kwanza kama alivyosema Mheshimiwa Rashid Ahmad ni kwamba kweli nidhamu ya bajeti ni kitu muhimu sana,
na mimi nakubaliana kabisa kwamba lazima kuwe na nidhamu, na sio tu kwenye bajeti bali pia katika utengenezaji wa bajeti yenyewe. Wakati watu wanajikita kutengeneza bajeti, lazima bajeti ikizi mahitaji yale ambayo yanategemea ya shughuli zote zinazotegemea kufanyika katika kipindi hicho. Sasa ambacho kimekuwepo katika baadhi ya taasisi, unakuta kwamba zimefanya bajeti, zimepitisha bajeti zao, lakini hapo katikati kuna mabadiliko yanatokea, kuna shughuli zinajitokeza, wanajikuta hizo shughuli hazikuwepo kwenye bajeti iliyopitishwa. Sasa wanalazimika kuanza kuzitekeleza. Lakini pia unakuta kwamba serikali ikishabadilika, viongozi wa serikali hasa mawaziri wakiwepo, wakiingia, kila waziri anakuja na mambo mengine mapya ambayo mengine unakuta kwamba labda hayapo katika ile bajeti, lakini anania kuhakikisha kwamba labda taasisi au wizara yake anataka aonekane kwamba inafanya kazi sawasawa, basi anaanzisha vitu vingine ambavyo unakuta kwamba haviko katika mpango, na hivyo ndio vinapelekea taasisi hizo kutumia nje ya mfumo wa bajeti. Lakini sheria ziko vizuri, kwa sababu sheria zimeelekeza kama itaonekana kuna vitu vilisaulika kwenye bajeti havikuwepo na vinataka kutekelezwa, taasisi zinazohusika, maafisa masuhuri wanaandika, wanaomba utaratibu kwa waziri wa mipango na fedha, waziri wa fedha na mipango, kwa mlipaji mkuu wa serikali. Wakishaona kwamba kweli hicho kitu ni muhimu kitekeleza hata kama hakimo kwenye bajeti, wanaruhusu kuhamisha fedha kutoka kwenye kifungu kimoja kwenda kwenye kifungu kingine, kama itaonekana hicho kitu hakiwezi kusubiri bajeti nyingine ya mwaka unaofuata. Kwa hiyo huo ndio utaratibu uliopo. Hasa kilichojitokeza kwenye ripoti wanaposema kwamba bilioni zaidi ya 29 zilitumika nje ya bajeti, hapo ni kwamba moja kwa moja wale maafisa masuhuri hawakuzingatia sheria, hawakufuata taratibu, na hiyo kwa kweli ni uvunjaji wa sheria na nidhamu. Kwa hiyo hapo ndo tunarudi kwamba nidhamu ya bajeti haipo katika baadhi ya maeneo. Sasa hapo ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba sasa inawachukulia hatua wale ambao wanakuwa wamekiuka taratibu za usimamizi wa bajeti. Nikushukuru sana. Tukibakia hapa kwenye swala la bajeti, narudi hapa studio na hasa kwenye swala la hiyo tunayoita sasa nidhamu ya bajeti. Sunga ameliweka vizuri kwamba utaratibu gani unatumika ikiwa kuna jambo linatakiwa kufanyika na halikuwa ndani ya bajeti. Lakini akaleta jambo jingine kwamba waziri anapoingia, anaingia na mambo yake, anataka kutekeleza jambo ambalo hata kama halikuwa katika bajeti. Hiyo unaitazamaje? Itakuwa kama ubinafsi fulani? Kwa uzoefu wangu mimi, nimekaa kwenye kamati ya bajeti, nimekaa kwenye kamati ya fedha na mipango. Utaratibu wa kawaida kabisa ili ufanye reallocation, ili uweze kuhaulisha fedha kupeleka pale pengine, lazima final uende bungeni ukapata idhini. Kwa hivyo kama utaratibu huu umevunjika, ndio maana mimi nasema hizi taratibu nyingi zimevunjika. Nitakaba mfano ulikuwa hai. Zimevunjwa. Zimevunjwa. Na ndio maana mimi nasema wakati mwingine mambo mengine ni kichwa. Kwa sababu rais yupo na ndio in charge wa kila kitu. Huwezi ukatumia hata senti 5 ya ziada au pungufu bila idhini yake. Sheria kabisa. Ukitaka kubadilisha kodi lazima ukamuone rais. Na ndio maana kamati ya bunge inapokaa ya fedha na uchumi wa budget, kabla ya budget haijenda bungeni, swala la kuongezwa kodi au kupunguzwa ni kitu cha mwisho kabisa kinakuja. Rais anasema tunaongeza kodi kiasi fulani au tunapunguza kodi kiasi fulani katika maeneo fulani. Mna discuss pale, halafu ndio finance bill inatoka. Sasa nasema hapa hili ni jukumu la rais. Hili ni jukumu la rais. Kama waziri anaweza kuja na kitu nje ya mipango iliyopangwa, ambayo imepitishwa na serikali, imepitishwa na cabinet, imepitishwa na bunge, sasa hilo ni kosa. Waziri lazima awajibike kama ana uwezo huo. Narudia tena, kama ana uwezo huo. I doubt. Kama ana uwezo huo. Hilo la kwanza. Lakini turudi pale muhimu sana aliposema mheshimiwa, na mimi nakubaliana naye kabisa. Tunazo audit committee. Msajili, mdhibiti na mkaguzi mkuu angetuambia zinafanya kazi yake. Tunaye internal auditor anafanya kazi yake. Tunaye accounting officer ambaye ni katibu mkuu anafanya kazi yake. Mimi nafikiri report nazo zingeanalyze haya makosa. Kuna board katika organization zimefanya kazi yao. Kwa hiyo unawezekana ukasema kuna mapungufu haya yametokea, lakini kuna organizations hazikufanya kazi yao. Na mimi ndio ninachokiona tatizo hili.
kwamba CAG alitakiwa vile vile aseme hili kosa la matumizi haya limetokana kwa sababu center fulani haikufanya kazi yake, internal auditor kufanya kazi yake. Hivi mnakuwaje na madudu makubwa na ndani mna internal auditor? Kwa nini hakutoa nini whistleblower mapema? Hakusema, hakutoa taarifa mapema. Mna kamati ya audit committees kila pahala zipo. CAG kaandika kwa kamati zipo. Je, zimefanya kazi? Kamati za ukaguzi za ukaguzi, kama zimefanya kazi, kwa nini likatokea hili? Na kwa nini hazikufanya kazi? Kuna board kwenye organization. Kama board ipo, je, imefanya kazi yake? Kwa hivyo nasema hizi taasisi nazo ni muhimu, ndio banda la sheria iko very clear ya CAG. Kwa kuna organization hizi na hizi na hizi tasimamia. Procurement, kuna procurement board iko. Je, imefanya kazi yake? Sasa anapofanya ukaguzi asiishie tu kusema kuna madudu haya, atuambie katika hizi organization na zenyewe ipi na ipi hakutekeleza wajibu wake, ili tujue kwa kuchukulia hatua. Maana bila kutengeza ule utaratibu mzima ukafanya kazi, hii hadithi itaendelea kila siku. Ni swali ambalo kimsingi lilikuwa ndio lifuate. Waingereza wanasema umepreempt. Lakini msingi ni huo kwamba iko wapi nafasi ya hizi timu au kamati tofauti tofauti ambazo zingepaswa kufanya kazi yake ili kupunguza makosa kama haya. Hasunga, wewe ni makamu mwenyekiti sasa wa kamati ya kudumu ya Bunge ya hesabu za serikali. Mtazamo wako ni upi katika hili? Nafasi ya wakaguzi wa ndani, kamati ya ukaguzi wa fedha na wengine wengi ambao wamewataja hapa Rashid. Asante. Labda mimi ninachotaka kusema naweza nikasema hivi kwamba taasisi yoyote inatakiwa iwe na mifumo thabiti ya udhibiti wa mali na fedha za umma zilizoko. Na mifumo hiyo ni pamoja na kuhakikisha kwamba idara ya ukaguzi wa ndani inafanya kazi sawasawa, kamati za ukaguzi zinafanya kazi sawasawa, bodi zinafanya kazi sawasawa, afisa masuhuri anafanya kazi yake ipasavyo kwa kuzingatia sheria, taratibu, miongozo na kanuni zote zilizopo. Sasa kinachotokea ambacho nataka niseme, ukisoma ripoti ya mkaguzi mkuu, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, imebainisha kwamba katika baadhi ya taasisi kuna mapungufu katika mifumo ya ndani ya udhibiti wa fedha na mali za umma, ikiwa ina maana kwamba hata hii kazi ya wakaguzi wa ndani haijafanya sawa sawa, baadhi ya kamati hazijafanya. Kwa hiyo katika baadhi ya taasisi, si zote, kuna taasisi zingine hizo zinafanya kazi vizuri sana. Sasa hiyo ripoti imebainisha kabisa, imesema vizuri kabisa, na kuna ukurasa, kuna sura ambayo inaonyesha uchambuzi wa ndani wa mifumo yote inayotakiwa kuwepo na mapungufu ambayo yamejionyesha katika maeneo mbalimbali. Lakini nataka niseme kitu kimoja. Katika mfumo wa ukaguzi wa ndani, huko nyuma, mkaguzi wa ndani ni yule anafanya kazi, anaandaa ripoti, anaichambua, anampelekea afisa masuhuri wa taasisi inayohusika, na anamshauri maeneo ya kurekebisha, anamshauri hatua za kuchukua katika baadhi ya idara, taasisi na vitengo, anaeleza kila kitu. Lakini kama afisa masuhuri mwenyewe hana nidhamu wala hazingatii mgawano wa majukumu, ile ripoti anaiweka kabatini, haifanyii kazi. Na ndio maana mkaguzi wa nje, yani mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali akija, lazima apitie kwanza ripoti zilizotayarishwa na mkaguzi wa ndani, atapitia ripoti ya kamati ya ukaguzi, yani audit committee, atapitia ripoti za bodi, ataangalia uliotolewa, na ataona kama huyu afisa mashauri alizingatia hizo ripoti, alizingatia huo ushauri au hakuzingatia. Matumizi haya yalifanyika nje ya bajeti, anakuwa amejiridhisha kabisa kwamba afisa masuhuri hakuchukua hatua zilizokuwa zinastahili. Kwa hiyo ninachotaka kusema, kunaweza kukawa kuna tatizo la muundo kwenye upande wa wakaguzi wa ndani, namna wanavyotayarisha zile ripoti zao, wanavyoripoti. Lakini kwa sasa hivi serikali ilisharekebisha kidogo. Wakaguzi wa ndani wanaripoti kwa mkaguzi mkuu wa ndani wa nchi, yani Internal Auditor General. Ripoti zao wanampa afisa masuhuri, lakini kopi wanapeleka kwa Internal Auditor General. Kilichopo ambacho kinajionyesha ni wajibu wa serikali kwa
Kuimarisha hiyo ofisi ya mkaguzi wa ndani ina maana kwamba mambo mengi yatakuwa bado yanaendelea kuwa na tatizo. Na tunajua kwamba labda Asunga kidogo mawasiliano wa nje akienda yeye haendi kwa kila kitu. Kuna shida kidogo ya mawasiliano. Nitamani urudie eneo hili ambalo ulikuwa unazungumza juu ya marekebisho ambayo serikali imefanya juu ya wakaguzi wa ndani wanapeleka ripoti zao kwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali wa ndani, internal auditor general, sio? Nilikuwa nasema kule nyuma, kabla ya kutungwa kwa sheria ya budget na kabla ya kurekebisha sheria, wakaguzi wa ndani walikuwa ni wafanyakazi wanaotayarisha ripoti, na ripoti zao zilikuwa zinaishia kwenye maafisa masuhuri, yani accounting officers. Sasa hivi baada ya kutunga sheria ya budget, baada ya kutunga sheria ya kuanzisha ofisi, baada ya kuanzisha ofisi ile ya mkaguzi mkuu wa ndani, sasa yule mkaguzi wa ndani wa taasisi anatayarisha ripoti yake, anampelekea maafisa masuhuri, na kopi ya ripoti hiyo anaipeleka kwa Controller and Auditor General ili amjulishe nini kinaendelea katika taasisi fulani. Sasa kilichobaki sasa hivi ni wajibu wa serikali kuhakikisha ile ofisi ya mkaguzi wa ndani, yani Internal Auditor General, inaimarishwa, inapewa rasilimali za kutosha, inakuwa na wafanyakazi wa kutosha, ili kusudi waweze kuhakikisha kwamba wanaishauri serikali na kuchukua hatua zinazostahili katika maeneo mbalimbali ambapo itaonekana kuna mapungufu katika udhibiti, mfumo wa udhibiti wa ndani. Unadhani haina nguvu kiasi hicho? Haina. Namaanisha kwamba hii ofisi ya mkaguzi wa ndani wa serikali haina nguvu kiasi kwamba unazungumza habari za kuongezewa nguvu wafanyakazi, haina uwezo huo? Unadhani ndio sababu kubwa? Hiyo ni moja ya sababu, kwa sababu bado ni ofisi mpya, bado ni ofisi ambayo ndio imeanza. Kwa hiyo bado haina wataalamu wa kutosha, haina wafanyakazi wa kutosha, haina rasilimali za kutosha. Lakini pia bado haina sheria ya kwao ambayo inawapa madaraka kwamba baada ya kuona mapungufu makubwa kwenye taasisi fulani wanatakiwa wachukue hatua gani kama internal auditor. Kwa hiyo hilo nalo bado halijawekwa vizuri. Tunaamini katika kipindi kifupi kijacho labda serikali italifanyia kazi na kuona kwamba hili ni eneo ambalo inabidi waliimarisha, kwa sababu ni muhimu sana katika kudhibiti na kusimamia mali na fedha za serikali katika taasisi zote hapa nchini. Nikushukuru sana, tarejea kwako nije hapa studio. Ahmad Rashid, wewe umelianzisha hili la wakaguzi wa ndani na timu nyingine ambazo zingepaswa kufanya kazi vizuri kabla mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuingia kufanya kazi yake. Unadhani mkaguzi wa ndani anakwama wapi? Kwanza nishukuru tu kwamba kuna hatua hiyo ya kuanzishwa kwa ofisi rasmi ya mkaguzi wa ndani, lakini nataka nirejee jambo moja tu. Tulikuwa na kamati ya budget, na kamati ya budget baada ya kugundua kwamba serikali ina kigugumizi katika kutengeneza sheria, kamati ya budget ikatengeza sheria, tukatunga sheria yetu, na kwa mzee Chenge ndiye alikuwa chairman wetu. Baadaye serikali ikasema kwa hapo mpofikia watu tuchukue sisi. Mimi ningemshauri makamu mwenyekiti wa PSC, kwa kuliona hili tatizo na kwa sababu liko kwao, waanzishe sheria ya internal auditor. Bunge lina kamati, inaruhusiwa. Kamati za bunge zinayo haki ya kutunga sheria na kupeleka bungeni. Katika hali ya kawaida ofisi inaweza kaanzishwa bila sheria. Kuna order za rais. Kuna sheria nyingine, inawezekana sheria ya internal auditor alikuweko kutoka mapema. Kwa hivyo uwezekano upo wa kutumia finance act akaanzisha, yani huko utaratibu. Kwa ufupi upo utaratibu, inawezekana kabisa zikaanzishwa ofisi kwa order ya rais na kadhalika. Vitu vingi vinaweza kufanyika. Lakini nasema bado hawazuiwi na wao kama bunge ama mbunge mmoja au kamati kuleta sheria bungeni. Na hili ndio tatizo ambalo naliona na wabunge letu sisi. Tunategemea sana serikali itupe bills. Hapana. Mbunge ana haki ya kuleta bill. Bunge lenyewe lina haki kwa kutumia kamati zao kuandika bills wakapeleka pale wanapoona kuna haja ya kufanya hivyo. Nasema tumefanya kwenye bunge ile kama budget committee wakati ule. Tulitunga sheria sisi baada ya kuona serikali kila siku tuiambia haifanyi. Tukafanya. Tupofanya baadaye serikali ikasema hapana. Tunaichukua sisi tunaenda nayo. Na ikawepo. Kwa hiyo mimi nafikiri waitumie kwanza fursa hiyo. Ndio nasema ni jambo jema alilosema, tulitumie fursa hiyo
tuanzishe sheria ya internal auditor ili awe na meno ya kuweza kufanya kazi yake. Tunakubali. Lakini nasema wakati mwingine huwa na debate na wenzangu, wakati mwingine nasema tunataka katiba na kadhalika. Mimi nasema hivi, kwani Biblia ina matatizo? Msaafu una matatizo? Tunaweza tukafuata haya. Kwa hiyo sio swala la kuwepo, swala ni nidhamu ya watu. Nidhamu ya watu imeteremka sana katika kufanya kazi. Unaweza kuwa na sheria nzuri, katiba mzuri, kila kitu kizuri, lakini bado utashi wa kutekeleza ukawa tatizo. Hapa ndio pahala pa kufanya, na hii ndio kazi sasa ya bunge. Bunge lazima lisaidie. Bunge kabisa likae liseme kwamba hapa kuna tatizo, lazima tuchukue hatua. Wana uwezo kabisa wa kumdiscipline waziri wote mle ndani. Wana uwezo wa kumdiscipline mtu yote mle ndani, wakiona kwenye kamati zao wanamuita, wanamhoji, kamati PSC inamuita afisa masuuli, wanamhoji, wakiona hakutekeleza, wana uwezo wa kupelekeza mapendekezo katika bunge. Tunaazimia fulani aondolewe na hatua zinachukuliwa. Nataka nikupe kesi moja very serious. Mwaka 1979 mimi nimeingia 77 bungeni. Tulikuwa na mwenyekiti wetu wa PSC mheshimiwa marehemu Singida, nitamkumbuka. Katika auditing inayofanyika kuna nyingine ni siri za serikali. Kwa hiyo anatakiwa Auditor General anakaa na rais, anamweleza haya ni mambo ni confidential, lakini kuna hili na hili na hili imetokea. Anamwarifu na mwenyekiti wa kamati. Mwenyekiti wa kamati anakwenda na kwa rais, anamwambia wewe umepata taarifa na mimi nimepata hili la kwako. Sasa mwalimu alichukua hatua kwenye chombo very sensitive, sina haja ya kusema leo, alichukua hatua immediately. Watu wengi tu. Sasa nasema mamlaka haya yapo kama rais anataka. Na mimi nafikiri Rais Samia Suluhu amesema kama utanizungua tutazunguana. Mimi nafikiri hapa pa kuanzia hapa. Ukinizungua tutazunguana. Mheshimiwa Sunga, nirudi kwako. Mpira umerudishwa kwako. Umezungumza habari ya kuanzishwa kwa ofisi ya mkaguzi wa ndani, internal general auditor ndivyo tunavyomuita bila shaka. Lakini hakuna sheria inayompa meno ya kufanya kazi yake. Mpira unarudi kwenu kwamba kama serikali haijaanzisha sheria, mnaweza mkachagiza kuanzisha mchakato wenyewe, ninyi kama wabunge, ninyi kama kamati za fedha. Labda la kwanza ni mshukuru sana Mheshimiwa Ahmad Rashid kwa uzoefu wake ambao ameueleza na kazi walioifanya. Lakini pia nishukuru serikali kwa sababu ilisikia hicho kilio ikaamua kuanzisha hii sheria ya budget. Nachotaka kuweka vizuri ni kwenye hili eneo kwamba si kwamba hamna sheria kabisa inayoitambua ofisi ya mkaguzi mkuu wa ndani, yani Internal Auditor General. Sheria ya fedha ya mwaka 2001 na marekebisho ya mwaka 2004 ndio yanayoelekeza kuanzishwa kwa ofisi ya mkaguzi mkuu wa ndani. Lakini tunachosema ile sheria inavyoeleza haijatosheleza kubainisha namna mkaguzi wa ndani anavyotakiwa kutekeleza majukumu yake na namna kumpa meno au madaraka kamili, ni hatua zipi anaweza kuchukua pale anapobaini kuna matatizo makubwa katika taasisi fulani. Ndio maana tukashauri kwamba kama kamati tumeshauri kwamba sasa hivi serikali iangalie uwezekano sasa wa kumtungia sheria mahususi ya kwake itakayoainisha haki zake, wajibu wake, mipaka yake, nini kinatakiwa kifanyike pale anapoona kuna tatizo katika sehemu fulani, anatakiwa achukue hatua gani. Kwa hiyo tunafikiri kwamba hili linaweza kufanyika, na kwa sababu unavyosema bunge lina wajibu huo, sisi tumeshauri, lakini katibu wa sheria na kanuni na katiba tutapeleka bungeni ili hii sheria tuhakikishe kwamba angalau kweli inaanzishwa na huyu mkaguzi wa ndani mkuu anakuwa na madaraka kamili ya kuweza kuchukua hatua, na hiyo itapunguza sana haya matatizo ambayo yapo katika taasisi. Nafasi yako kama yani kama kamati, nichukulie kwa mfano yani kamati ya huduma ya fedha kwa maana ya PSC, unaiona wapi katika hilo? Nafasi yetu sisi, cha kwanza kama unavyojua kamati yetu, kamati ya kudumu ya bunge ya mahesabu ya serikali, kwanza ni kuishauri serikali, lakini pia ni kuisimamia. Kwa hiyo sisi cha kwanza tumeishauri serikali.
Sasa tukiona serikali haitaki kutekeleza, tutachukua nafasi kama bunge, tutapeleka bungeni, bunge litalizia, na tunaweza kuamua kutunga sheria kama mlivyofanya katika utungaji wa sheria ya budget ya mwaka 2015. Kwa hiyo tunaweza kufanya hivyo. Mlianzisha hatua hizo na baadaye serikali ikachukua. Kwa hiyo na sisi tunafikiri hili linawezekana. Nakushukuru. Amechukua maoni yako. Asante. Labda nini katika hili? Kamati ya kudumu ya fedha ya PSC kwa maana ya PSC. Wewe umekuwa miongoni mwa umekuwa mwenyekiti kwa muda. Jukumu lenu ni nini hasa? Kwanza ni kuipokea ile taarifa ya CAG. Baada ya kuwa table kwenye bunge, spika anikabidhi kamati ifanywe kazi. Na ndio maana wabunge kwa kweli huwa wanangojea sana taarifa ya kamati. Taarifa ya kamati inafanya mambo mawili. Kwanza inapitia ile taarifa yenyewe, inamwita kila mhasibu mkuu wa wizara ambaye ni katibu mkuu, accounting officer, na anakuepo mwenye CAG, anakuepo vile vile Director General wa Internal Audit, anakuepo sasa hivi nani mlipaji mkuu wa serikali, anakuepo. Wanakaa pale, wanamwita mhasibu, wanasema kwa nini hoja hizi na hizi na hizi hujazijua sawa sawa. Anatoa maelezo. Wakiridhika na maelezo, wanasema basi sasa CAG kafuatilie haya maelezo yake. Hiyo hatua moja. Hatua ya pili, wakisema hapana, naona hapa hauko sawa, wanaweza hata kutoa adhabu wakati mwingine. Masurufu yake, mshahara wake unaweza kukatwa kidogo. Kaambua basi tu posho yako itaina katwa. Kwa nyuma tukifanya. I don't know sasa hivi kawa wanafanya. Lakini nasema mara nyingi kwanza wanafanya hiyo. Hatua ya tatu ni kwamba sasa wanatayarisha taarifa, sasa mbili zinakuwa taarifa. Taarifa ya CAG na taarifa ya kamati yenyewe. Kwa sababu kamati imekuwa na hatua nyingine ya kumhoji mtu. Kwa hiyo wana mambo ambayo wameyakuta katika kuhoji. Hizo taarifa mbili sasa ndio zinakwenda za bungeni kujadiliwa kwa pamoja. Taarifa ile ya CAG na taarifa ile ya kamati. Na hapo kwenye kamati nasema sasa jamaa, tumeona kama ofisi ya auditor, internal auditor haiko sawa sawa. Tunashauri bunge likubali, bunge lazima liazimie, likubali kwamba sasa lazima sheria inahusu CAG itungwe. Bunge likishaazimia, ni wajibu wa serikali kutekeleza, na kuna kipindi maalum serikali inatakiwa baada ya azimio kutoka lazima litekelezwe. Kwa hiyo ni sahihi kusema kwamba baadhi ya mawaziri wameitangulia kamati kufanya kazi kwa sababu tayari wameshachukua hatua kwa wajibisha baadhi ya. Ndio, kwa sababu gani? Ni hivi, baada ya rais kupokea taarifa na rais mwenyewe akafanya uchambuzi wake, rais ni sehemu ya bunge akafanya uchambuzi wake akamaliza, halafu ikaenda kwa speaker, ikishakuwa kwa table, ile ni public document, ni taarifa ambayo wananchi wana haki ya kuihoji. Ukishaiweka tu juu ya meza, is a public document, ni taarifa ambayo inaweza kujadiliwa na watu wote. Aliye kwa mtu makini yote ameona jambo lake katika wizara yake lipo, kwa nini ngoje kamati? Na ushahidi upo, nachukua hatua. Ndio inavyotakiwa. Kwa ni sahihi? Ni sahihi kabisa. Na unakwenda kwenye kamati unasema hili nimepokea kwenye kamati, una CAG limekuja bungeni hapa, rais mwenyewe amelisema, bunge limepokea taarifa iko kwenye public, nimefanya kazi, natimiza wajibu wangu. Kwa nini unangoje? Na hili ndio tatizo, kwa nini unangoje? In fact litakiwa lisitokee kabla. Sio mpaka litokee. Kwa hiyo mimi nasema nitafurahi sana nisia mawaziri wahusika wote wamechukua hatua kabisa immediately. Kuna taarifa za anti-corruption. Wenyewe wanatakiwa taarifa ambayo inatoka kwenye gazeti au taarifa inatoka kwenye public waifanyie kazi, waanze tu kazi. Ndio sheria inavyotaka. Mheshimiwa Sunga, kama unamsikia Hamad Rashid katika hoja hii, baadhi ya mawaziri wameshaanza kuchukua hatua dhidi ya wale ambao ni wawajibikaji wakubwa ambao huenda kwa namna moja au nyingine wamechangia kutokea kwa au kugundulika kwa hayo yanayoitwa madudu baada ya CAG kupita, sio? Kulikuwa kuna nafasi ya waziri kuzuia haya yasitokee kabla? Nafasi ya waziri tunaweza tukasema kwa kiwango fulani ipo, lakini wakati mwingine inaweza isiwepo, kwa sababu kinachokuwepo ni kwamba kabla ripoti haijaandikwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, huwa anaandika ripoti ambayo anaandika barua, anaipelekea taasisi husika kwamba tumebaini katika ukaguzi wetu kuna mapungufu 1, 2, 3, 4. Kwa mfano kama hili ambao tulikuwa tunajadili hili kwamba fedha zilitumika nje ya mfumo, nje ya budget, basi manaka anawaandikia kwamba kuna hili na hili na hili.
tunaomba majibu kama tulivyoelewa ni tofauti. Sasa afisa masuhuri anatakiwa ajibu. Sasa baadhi ya mawaziri wakiona ripoti za namna hiyo wanachukua hatua mapema. Lakini wengine baada ya ripoti kama sasa hivi kutoka, ndio waziri anapata kopi na ndiye anajua kwamba taasisi yake fulani haijafanya vizuri. Kwa ni wajibu sasa wa waziri mwenyewe kuchukua hatua. Si kwamba anasubiri kamati ya bunge imshauri au iwaite. Kwa sababu kamati ya bunge haitaita wizara zote, haitaita mashirika yote, haitaita wakala wote, haitaita taasisi zote. Kwa hiyo anachofanya ni kwamba sisi tutachambua chache kwa mujibu wa muda ambao tutakuwa nao, ndio tutawaita watakuja kwenye kamati. Lakini wengine hawataitwa. Kwa hiyo ni wajibu wa waziri husika, lakini ni wajibu pia wa afisa masuhuri husika kuhakikisha kwamba anazifanyia hoja zote za ukaguzi ambazo ziko kwenye taasisi yake na anachukua hatua kwa wakati huu bila kusubiri kwamba ameitwa na kamati ya bunge. Kwa sababu hii ya kuitwa iwe ni hatua ya mwisho. Atakapoitwa aje aseme ni kweli tulikuwa na upungufu huu, tulikuwa na tatizo hili, lakini tumeshachukua hatua hizi na hizi na hizi. Na sisi tutamwambia mkaguzi mkuu, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwamba nenda sasa kahakiki kama kweli wamechukua hatua na haya yamerekebishwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo inavyotakiwa. Nilipomuuliza Ahmad Rashid hapa kwamba nini jukumu la PAC, alinipa majukumu ya PAC baada ya ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Hivi kabla ya ripoti, nini wajibu wa PAC hasa? Najaribu kutafuta kuona ni kwa namna gani PAC inaweza ikapunguza matokeo mabaya ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kimsingi sisi tunafanyia kazi hoja zilizotolewa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Ndio msingi wa kufanya kazi zetu. Kwa hiyo kama hatujapata hiyo inakuwa kidogo pana ugumu wa kufanya. Lakini kuna kipindi tunapata na kukagua miradi ya maendeleo, kuona matumizi ya fedha zilivyotumika. Kwa hiyo ikitokea kwamba tumeenda katika taasisi ambayo labda ina mapungufu ambayo tutayaona, tutajadiliana na kushauri kwamba haya yarekebishwe, haya yarekebishwe, haya yarekebishe. Alafu baada ya hapo, kwa hiyo hata mkaguzi mkuu anapokagua pale, ripoti yake inaweza kukuta kwamba mambo mengi yamerekebishwa. Lakini kabla ya ripoti inakuwa ni ngumu sana kuweza kuwashauri. Sisi kazi yetu ni kuwaelewesha tu kwamba wahakikishe katika majukumu yao. Moja, fedha za umma zinatumika kwa mujibu wa sheria zilizowekwa na nchi na zilizopitishwa na bunge. Lakini la pili, lazima sheria zote, kanuni zote, taratibu zote zizingatiwe. Na ikitokea hazijazingatiwa, tukija kuletewa sisi tutashauri hatua stahiki zichukuliwe. Kwa hiyo hiyo ndio tunachoweza kufanya. Lakini kabla ya hapo, kama hatujapata ripoti inakuwa ni ngumu sana kuweza kwenda kufanyia kazi. Nikushukuru sana, unaendelea kuwa nasi katika Mizani ya Wiki. Tunaye hapa Japhet Asunga, huyu ni makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PAC, lakini hapa studio tunaye Ahmad Rashid, huyu ni mwenyekiti wa ADC, lakini pia akitokea kule upande wa Zanzibar. Mimi ni Faraja Sendegia na hii ni Mizani ya Wiki. Naam, tukiendelea katika hoja hii, kuna kitu kimeitwa performance audit. Na swali langu lilikuwa najaribu kuangalia kamati ya PAC inaweza ikafanya nini kabla hata ya ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kwenye hili la performance audit, labda tupe tafsiri yake. Mna nafasi kama kamati? Wewe umekuwa mzoefu kidogo. Ni kuangalia thamani halisi, value for money. Thamani ya fedha iliyotumika na kitu kilichotokea. Kwa hivyo wanakwenda kuangalia kama je, mradi huu kweli hizi fedha ambazo tumeziidhinishwa na bunge, hizi fedha ambazo Auditor General amepitisha, ameziona zimetumika, je, na mradi wenyewe kweli unastahiki au bado kuna uchakachuaji ndani yake? Nafikiri hilo ndio kazi kubwa ya performance auditing inafanyika. Physical unakwenda kukiona kitu vile kilivyo na unatumia wataalamu, amwendi kienyeji tu. Siku hizi kamati zina maengineer na kadhalika, kwenye audit office kuna maengineer wanasema kwa kweli kutokana na thamani halisi tunaona hapa kuna tatizo la msingi. Na hii imekuja si miaka mingi sana. Kwa nyuma kwanza ilikuwa haikuweko.
Nakumbuka wakati niko makamu mwenyekiti wa SADCOPEC ndio tulianza kulizungumza sana. Wenzetu South Africa walianza mapema sana na performance auditing. Baadaye tukadiingiza na sisi tukalifanyia kazi, tukafanya masemina, makongamano mengi, ikaanza kufanya kazi na organization mbalimbali za audit duniani. Kwa hivyo ni jambo moja ambalo limeonekana kwamba ndio kwenye tatizo kubwa sana. Nitakupa mfano ulio hai. Ukitazama taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali, 72% ya local government expenditures ni development. 72%. Sasa usipokwenda kuihakiki hii 72% katika 162 billion zile ambazo zimetengwa pale, usipokwenda kufanya uhakika, je, hizo pesa kweli zimetumika? Na kama zimetumika kweli, zimetumika kwa thamani yenyewe halisi, utakuwa kwa kweli hujifanyia kazi. Na kwa nini haijafanywa kazi? Kwa sababu procurement katika serikali kwa jumla ni asilimia siyopungua 75 mpaka 80 ya bajeti ya serikali. Ndio sehemu kubwa ya matumizi makubwa ya serikali. Na ndio wakati mwingine wingi mimi nashauri sana serikali, tulianza wakati ule niko kwenye PSC, kwamba tuingie kwenye electronic procurement kwa manunuzi ya kutumia mtandao. Na kwa sababu tumeingia kwenye e-government, ingeweza kusaidia sana swala zima la kutumia fedha zaidi au pungufu katika miradi, lakini lingeongeza ufanisi, lakini lingeongeza uwazi zaidi kwa kutumia electronic procurement. Na bahati nzuri tulifanya na training. Tulikwenda Dubai, tukakuta wenzetu pale wameanza muda mrefu sana, wakaja hapa wakafanya training. Tukafanya training ya kamati ya PSC hapa, tukafanya training ya kamati ya PSC ya Zanzibar, lakini kwa bahati mbaya haikutekelezwa. Of late nimeweza kutoa pressure pale Zanzibar, sheria sasa imeruhusu kuwako na electronic procurement. Hii inasema tuifanyeni kazi. Ndio mshauri wa Rais Mkapa, bahati mbaya haikuweza kufanya kazi. Nikaja mshauri rafiki yangu Rais Kikwete, na bahati mbaya haijafanya kazi, na endelea tena kwa shauri wengine. Tutumie utaratibu wa electronic procurement kupunguza madudu yaliyoko katika manunuzi. Huko ndo kwenye uchafu mkubwa wa matumizi mabaya. Manunuzi ya kielektroniki. Ile ni kama mnada. Maana yake ni kwamba unataka, labda nikupe mfano ule hai. Rais wa Eritrea alipita Dubai, akawa anakwenda kununua kompyuta kwenye kampuni ya Dell. Akaambiwa pale na hebu tumia utaratibu wetu hapa, pengine unaweza kupata hizo kompyuta rahisi na kwa wakati. Akatumia ule utaratibu. Maana yake nini? Maana kwamba unatangaza kwenye kompyuta, kwenye mtandao, kwamba mimi nataka kununua kompyuta hizi, naomba quotation within 48 hours. Unapata quotation ya makampuni mbalimbali. The same company ya Dell, anakuambia, the same company ya Dell iliteremka by 30%. Ili waweze kumuuzia. Walishampa bei kabisa mwanzo. Walipoona tu kama tumeingia kwenye ushindani wa wazi, basi ni sasa wanakwenda pale Kariakoo kanunua samaki ferry pale. Na kuna mnada. Mnada. Mnashindana. Kwa hiyo mmoja anateremka, ndio hiyo tu. Sasa hii inasaidia sana kupunguza utaratibu. Sasa unaweza ku scale down ukasemaje? Kwa wilaya hii ndio ya kwao, scale hii. Mkoa hii hapa, taifa hii hapa, international hii hapa. Utapata bidders wazuri na kila mmoja atapata nafasi yake. Nadhani tuko kwenye nafasi hiyo kwa nchi. Tunayo tu, kwa sababu electronic tayari mtandao uko tayari Tanzania. Tuna backbone nchi nzima imetembea. Tumsikilize Jafet Sasunga. Kwa sababu kwenye manunuzi kuna matatizo makubwa sana, na hili ndio eneo ambalo nashukuru sana PSC walifanyia performance auditing, wafanye hii, itasaidia sana serikali. Lakini nataka niseme jambo moja la ziada, labda nimsaidie na mheshimiwa vile vile. Mimi nafikiri sasa ni wakati umefika. Huu mambo ya kuibua vitu tu ovyo ovyo tuachane nao. Kwa maana gani? Tunayo planning. Tuna 2025 tulikuwa na 2025 planning. Sasa hivi tuna mpaka ya 50. Tunayo mipango ya miaka mitano. Tuna mipango kila miaka mitatu. Juzi waziri katebo. Na katika miaka mitatu kila mwaka tuna mpango. Hebu tukaeni tuzungumzie ule mpango tulionao. Kwa nini tunaibua vitu vipi nyingi ya mipango? Kwani tumeibua nini nje mpango? Vingi. Sikuona kumradhi, sikuona airport ya Chato kama iko katika mpango. Wala juzi nasikia speaker anazungumzia bandari ya Bagamoyo. Sijaona katika mipango yote. Something lazima kiweko ndani ya mipango, kikae pale. Kama kuna kasoro turudi katika utaratibu. Tuseme jamaa kuna kitu fulani tumekisahau, hebu tukakiingizeni. Kiingizwe kwenye mpango. Tukenda huko, haya madudu yanayotokea hayatokee. Lazima ituume pesa ya walipa kodi. Isipotuuma haiwezekani. Nitakupa mfano mwingine, chukua. Uingereza, ukilipa kodi yako wakati fulani unaletewa risiti yako kuonyesha senti ngapi zimekwenda kwenye maji, senti ngapi zimekwenda ile pesa wewe kama mtu. Nimekuta mimi mtoto wangu anayo kabisa, ananiambia baba, ona nimepewa mchanganuo. Mchanganuo. Kodi yetu tulopita tumetumia hichi na hichi na hichi, hapa unaona uwazi.
tuongezeni hiyo. Wakati tunamsikiliza CAG wa zamani Profesa Sadi amesisitiza sana swala la uwazi. Kabisa. Hakuna jambo zuri katika maendeleo kama uwazi. Hilo tu. Hasunga, nirudi kwako. Kuna hoja kadhaa ambazo amezibua hapa Hamadi, nitamani nisikie kutoka kwako pia. Miongoni mwa mambo ameyasema hapa ni pamoja na manunuzi ya kielektroniki kama njia muhimu sana ya kupata faida, yani unanunua kwa gharama ndogo lakini pia kwa uwazi. Nini mtazamo wako katika hilo? Asante sana. Labda kabla sijajibu hilo swali, ningependa nizungumzie kidogo kuhusiana na swali la performance audit. Sawa. Ukaguzi wa ufanisi. Ukaguzi wa kiutendaji. Kwa ujumla kama alivyosema, ukaguzi wa ufanisi kwa hapa nchini ilikuwa ni eneo ambalo halikuwa linatiliwa mkazo sana huko nyuma. Lakini baada ya kutunga sheria ya fedha pamoja na sheria za ukaguzi, sasa hivi tunasisitiza sana swala la performance audit au ukaguzi wa ufanisi. Na neno ukaguzi wa ufanisi au performance audit lina mambo makubwa matatu. Linasimama kwenye efficiency, effectiveness na economy. Lakini wengine wameongeza mambo mengine kama matatu. Wanaongeza integrity, wanaongeza masuala ya transparency, kwa maana ya uwazi. Kwa hiyo linakuwa lina mambo kama 6. Sasa hivi vitu ndio tumesema kwamba sasa hivi duniani wakaguzi wengi wamehama kutoka kwenye kukagua fedha, yani ile performance audit, wameenda kwenye kukagua ufanisi wa mambo yaliyokuwa yamepangwa na namna ambavyo taasisi zimeweza kutekeleza hayo majukumu. Na hii ndio ripoti muhimu sana, na sasa hivi namshukuru sana mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali ameleta ripoti nyingi tu zinazohusiana na ukaguzi wa ufanisi. Na sisi kama bunge tumejipanga kwamba hizi tutazipitia zote, tutaona yaliyoandikwa na tutaweza kushauri nini kifanyike ndani ya serikali. Nikija kwenye swala la pili, nakubaliana na yeye anachoeleza bwana Rashid, bwana Ahmad Rashid, kwamba tunatakiwa tufanye manunuzi kupitia kwenye mifumo badala ya kununua kama ilivyokuwa zamani. Mimi nafikiri katika hili naipongeza serikali ya awamu ya 5 na sasa tuko serikali ya awamu ya 6 imesisitiza sana katika kuwa na mifumo ya kielektroniki itakayosaidia katika kutekeleza majukumu yetu. Na JIPSA wamekuja na mfumo wa manunuzi ambao sasa taasisi zinatakiwa kuutumia, zote zimesajili, wanajisajili kwa JIPSA pale, afu wanatangaza mule kwenye JIPSA, wanatumia mfumo, wale ambao wanaona hiyo wanahitaji wanabidi, na inachukua muda mfupi tu. Na ndio maana sasa hivi swala la manunuzi kwamba mtu hakufuata taratibu kwa kweli linatia mashaka sana, kwa sababu mifumo ya kielektroniki ipo. Lakini nakubaliana na yeye kwamba bado haijatiliwa mkazo sana, na bado taasisi zetu hazijaona kama ndio njia pekee ya kuondokana na manunuzi yasiyostahili. Kwa hiyo na mimi naungana na yeye, na mimi nasema kwamba na sisi kama kamati tutaielekeza serikali ihakikishe kwamba mifumo hii ifanye kazi kwa wakati, lakini imarishe pia kwamba internet ziwe zinafanya kazi vizuri, kwa sababu kama internet hazifanyi kazi vizuri, ni rahisi kwa mtu ambaye anataka kutengeneza labda zabuni yake, anaweza akachelewa kwa sababu tu ya mtandao huko chini. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa hatua ambazo zimechukuliwa na serikali mambo yanakwenda vizuri, na huko ndio mwelekeo wa serikali yetu. Nikibakia kwako kwa dakika hizi za mwisho, wadadisi wa mambo wanaoisoma vizuri ripoti ya CAG hii ya mwaka wa fedha 2019-20 wanasema kwamba mambo mengi ambayo yameibuliwa hapa ni yale yaliyoibuliwa pia kwa mwaka wa fedha uliopita na Profesa Sadi. Unaliona hilo ukisoma? Naweza nikasema ni sawa. Hata ripoti iliyopita ilikuwa na mambo mengi, japo labda muda ule wa kamati ya PSC kuchambua haukuwa unatosha. Unakumbuka kipindi kile ndio tulikuwa tunaenda kwenye uchaguzi. Kwa hiyo alipotebo mwezi wa 4, mwezi wa 3, wa 4 pale, kamati ilifanyia kazi mwezi huo wa 4 na wa 5 na wa 6 pale, wakaleta ripoti bungeni, tukawa tumefunga kabisa na maelekezo na maazimio ya bunge yakawa yameshatolewa.
tukawa tumemaliza. Sasa kwa sababu watu walikuwa labda na haraka ya kwenda kwenye uchaguzi na watu hawakujua nini kinaenda kutokea huko, kwa hiyo pengine labda hawakuweza kuifanyia kazi kwa mapana na marefu na muda haukutosha. Lakini mimi naamini ripoti ya mwaka huu imekuwa ni kubwa zaidi, imekuwa na coverage kubwa zaidi, imekuwa na issue nyingi zaidi, imekuwa na uwazi mkubwa zaidi. Kwa hiyo mambo ambayo yameguswa mwaka huu ni mengi zaidi kuliko yale ambayo yalikuwepo kwenye ripoti ya mwaka jana. Lakini ripoti zote zilikuwa ni nzuri, zina mambo ya msingi ambayo yanatakiwa kuyafanyia kazi. Nakushukuru sana. Kwenye hili Ahmad Rashid, kama nilivyotangulia kusema, kila kitu kinakwenda na mazingira kama alivyosema yeye. Kesho unaingia kwenye uchaguzi, taarifa zinatoka tabled, kila mtu consultation yake ni kwenye jimbo. Kwa hivyo lakini nasema taarifa hizo ukichukua zote wanakwenda kwa mujibu wa katiba, sheria na kanuni. Kitu kilichobakia pale ni uwazi tu wa jambo lenyewe, na hilo ni jambo la msingi sana. Je, kwa wakati ule ulipatikana fursa kwa na uwazi wa kusema habari yenyewe? Kwa mazingira yalikuwa wakati ule kila mtu anashughulikia jimbo, uwazi ukawa mdogo sana na nafasi ikawa ndogo sana. Pengine sasa kwa sababu uwazi umepanuliwa zaidi wa kutoa taarifa, inaonekana kwamba taarifa hii ni kubwa. Lakini kingine lazima tukubali tu, katika kipindi hichi vile vile matumizi ya serikali yamepanda sana. Katika kipindi hichi mapato ya serikali yamepanda sana. Katika kipindi hichi uchumi wa nchi umepanda sana. Kwa hiyo na mambo yatakuwa mengi sana. Kwa hiyo na scale za kutekeleza inategemea na hali halisi ya miradi inayotekelezwa vile katika nchi. Kama kuna kipindi kuna miradi mikubwa imeingia ni sasa hivi. Kama kuna kipindi ambacho local government wametumia sana ni kipindi hichi. Kwa hivyo lazima taarifa zake zitakuwa zimepanuka sana, kwa sababu kazi na shughuli za serikali zimepanuka vile vile. Mapato ya serikali yameongezeka, matumizi ya serikali yameongezeka, miradi nje ya bajeti imeongezeka. Kwa hivyo kuna mambo mengi, lazima taarifa lazima iwe pana zaidi na chetu. Lakini nasema wote, nasema tu Auditor General toka tuanza nao uhuru mpaka leo wanafanya kazi zao kwa mujibu wa katiba na sheria na wamejitahidi sana, na mimi nasema tuwapongeze sana. Tuwapongeze, si kazi sio rahisi sana. Ni kazi inahitaji uhimili sana. Kwa hiyo nasema ile tuwapongeze sana. Dakika chache kabisa za mwisho nije kwako Hasunga, tukiagana. Nadhani ripoti hii inaweza kuwa chachu ya uwajibikaji Tanzania kwa mtizamo wako. Hii ni hoja moja tu, alafu niambie binafsi hii ripoti ilikugusa katika maeneo gani ambayo pengine hata hatujayazungumza? Kuna hoja mbili hapo, zitumie kidogo kwa muda mfupi uliobaki. Asante sana. Kwanza niseme tu kwanza nampongeza sana Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa sababu msimamo aliyousema, na utakumbuka wakati napokea ile ripoti alimwambia CAG kwamba tunataka kama kuna kitu kilete kiuonyeshe, ulimi wako usio na utata, warusi umeume meno. Kwa hiyo inaonyesha kwamba amedhamiria kwamba anataka kila kitu kiende sawasawa na kiende kwa uwazi. Kwa hiyo sisi kwa ripoti hii, kwa namna ambavyo tumeiona, kuanzia kwenye ile performance audit, kuanzia kwenye ripoti ya ukaguzi wa fedha na matumizi mbalimbali yaliyofanyika, manunuzi, lakini pia kitu kikubwa ambacho tumefurahi sana na nimesikiliza serikali imeelekeza ni swala la rushwa. Tuliona kwamba mkurugenzi mkuu wa tume ya kuzuia rushwa, wa taasisi ya kuzuia rushwa, ametoa naye ripoti ya mwaka, na imeelekezwa kwamba ripoti zote hizo sasa bunge litaweka utaratibu lizichambue ripoti zote hizo. Kwa hiyo mimi nafikiri sasa tunakokwenda ni kuzuri, na tunaamini kamati yetu itaitendea haki vizuri kabisa. Kama bunge tunataka tuwaonyeshe Watanzania kwamba hii ripoti tutaifanyia kazi vizuri, tutaisimamia serikali ipasavyo kwa namna ambavyo wananchi wanataka iende, na tutahakikisha hatua zinachukuliwa kwa wale wote ambao watakuwa wameonekana wamekiuka taratibu, wamekiuka manunuzi. Labda kuna maeneo ambao watu wameajiriwa visivyo taratibu, kwa mfano kama kule kwenye SGR wale wafanyakazi wa kigeni hawana vibali. Kwa hiyo mambo yote ambayo yameainishwa kule, sisi tutahakikisha tunawafuatilia kwa karibu na kuishauri serikali ichukue hatua ili manufaa mapana ya nchi yetu yaweze kupatikana. Nikushukuru sana Ahmad Rashid. Dakika chache za mwisho, unadhani ni ripoti inaweza kuwa chachu wa wajibikaji? Sana kabisa. Kwanza kama nilivyosema, ukichukua kauli ya rais, ni wazi kwamba hataki kufanya mchezo na hili jambo, na ndio kwa kweli ndio msingi wa kuendesha serikali. Serikali ni mapato na matumizi. Serikali ni law and order. Sasa ukiweza kusema serikali itasimamia hivyo, na rais mwenyewe akasema nitasimamia hivyo bila haya yote, mimi nasema tumeanza vizuri sana. Nataka nipongeze rais akamatie hapo.
akamatie hapo hapo, kwa sababu jambo lolote linaenda na kichwa. Nairudia sana hili neno. Na pili, ni washauri sana watendaji. Rais anaposoma taarifa wakati mwingine huwa anatoa maelezo ya ziada. Ni vizuri wakadocument, wakaandika yale maelezo ya ziada kwa mhusika, yale na ziada kwa mhusika, kwamba rais katika jambo hili ameelezea jambo 1 2 3 4 5, unatakiwa utekeleze hivi. Ikiwa haikufanyika hivyo, inatakiwa yule mwingine alisikia aandike, jamaa, mimi alivyosema rais nimefahamu hivi na hivi, je, ni sahihi? Nalisema hilo. Kukumbuka kuna kipindi watu wasema sijui vyombo vya habari vifunguliwe vyote au visifunguliwe, yani ile tafsiri haitakiwi. Akishasema rais, lazima kuwe na organization inasema, ni ofisi yake rais inaandika katika maelekezo ya rais ni haya, katekeleze, ili watu wapate kufuatilia, bunge lifuatilie, kamati zifuatilie, na kila mtu afuatilie, kwa sababu ni maagizo rasmi, badala kuruhusu mijadala. Rais hatutaki tujadiliane mambo ambayo kwa kweli ni amri na ni oda kwa wananchi. Hilo nitaka niseme la mwisho, lakini la mwisho niseme lazima tujitahidi wa Tanzania tubadilike. Tujitahidi tubadilike kuwa wawazi, kuwa waadilifu, kufanya kazi. Nchi yetu ina fursa nzuri sana. Nchi hii imepita katika mambo makubwa sana. Tumekuwa makamu wa kwanza rais ameuawa katika nchi yetu 72, Mzee Karume. Mzee Sokoine alifariki. Tumepita katika vipindi hivyo, marais wetu wamefariki. Juzi rais wa jamhuri kafariki. Tumepata rais mwanamke kaingia katika madaraka. Nchi imetulia kabisa kabisa. Kwa hiyo Watanzania ni dhahiri kabisa ni watu wazuri. Sisi watendaji, sisi viongozi tunahitaji kuendana na wananchi. Nakushukuru sana. Asante sana. Nikushukuru sana Hamad Rashid, mwenyekiti wa IDC. Asante sana kwa kushiriki nasi katika mizani ya wiki. Na kule Dodoma makao makuu tumekuwa naye Japhet Asunga, huyu ni makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PAC. Nakushukuru sana kwa kushiriki nasi katika mizani ya wiki na asante kwa muda wako. Asante sana, nashukuru sana. Asante sana. Mimi ni Faraja Sendegeni ninayekuaga na kukutakia utazamaji mzuri wa vipindi vyetu vinavyoendelea. Hoja kubwa katika mizani ya wiki leo ilikuwa ni CAG Report. Asante kwa kuwa nasi na kwaheri.